Naitwa Ezra Kiuyo, ni mhariri mkuu wa Inland Radio, ama tuseme Inland Media, kwa sababu sasa hivi tuna radio pamoja na TV. Kwa hiyo mimi ambacho iko jijini Mwanza, mimi ambacho nimefurahishwa nacho, kwanza ni wapongeze TCRA pamoja na bodi ya ithibati. Najua kwa ushirikiano huu wameweza kuandaa hiki. Sasa kikubwa naweza nikasema kwamba nimejifunza vitu vingi kuanzia jana mpaka leo. Kitu kikubwa ambacho nimeondoka nacho, hakuna kitu ambacho kinazisumbua media nyingi kama swala zima la kipato na fedha. Yaani kwa ujumla tunasema fedha. Sasa kwenye uendeshaji wa hivi vituo vinahitaji fedha nyingi sana. Sasa swala la kwamba kwenye ufunguzi nimemsikia naibu waziri Mwinjuma akisema kwamba kuna punguzo la masuala mazima ya ulipaji kwenye leseni imepungua, lakini pia wale wa online pia na wao wamepunguziwa. Kwa hiyo kikubwa ambacho ninakiona ni kwamba matamko ambayo ameyatoa wakati anafungua mkutano kwamba watangazaji ama watu wanaofanya kazi kwenye hizi media walipwe, na wale ambao hawawalipi hao wafanyakazi basi wachukuliwe hatua ili kuhakikisha kwamba wanaweza kulipa. Lakini na serikali na yenyewe imeonyesha commitment yake ili kuhakikisha kwamba na yenyewe kumbe kuna maeneo kama inadaiwa na yenyewe itatekeleza hilo, ili kuhakikisha kwamba hizi media sasa zinaendelea kukua na kuna mzunguko mzuri wa kifedha kwenye hizi media. Kwa kikubwa ambacho mimi nimekiona na cha msingi zaidi ni watu wote, ukiangalia maswali mengi lakini pia mijadala mikubwa imekuwa ni kwenye uendeshaji wa hizi media. Kwenye uendeshaji, masuala ya kifedha, masuala ya upatikanaji wa kifedha kutokana na ukuaji wa teknolojia, tumekuwa na maeneo mengi sana ya utangazaji. Kwa maana kwamba ukienda kwenye online, ukienda kwenye website, ukienda kwenye radio, ukienda kwenye TV, sasa hizo umekuwa uwanja mpana. Tofauti na zamani tulipokuwa na RTD, sasa huko unaweza kwenda RTD peke yake ama na media nyingine moja. Kwa sasa hivi tunagawana hawa wateja, na sasa hivi imekuwa sehemu kubwa ya kipato ni eneo zima la matangazo. Kwa hiyo kwenye tunagawana hawa wateja. Kwa hiyo mapambano ni makubwa sana. Sasa kwenye kupunguza hizi kodi, utitiri wa kodi na nini na vitu vingine vingi, basi inaweza ikasaidia zaidi hizi media kuweza kukua. Moja ya mjadala umekuwa ni kuhusiana na swala la JAB. Kwa maana vile vitambulisho kutoka bodi ya ithibati ambao ndio wamekuwa taratibu na kusimamia taaluma hii hapa kwa upande wa waandishi wa habari. Ni kama imewagusa watu wengi sana. Ni nini ambacho umekigundua wewe binafsi, kwa sababu ni kama kuna baadhi ambao wanakubaliana nao, kuna baadhi kama hawakubaliani na JAB. Wewe uko upande gani? Nilichokigundua ni kwamba kuna watu ambao wengi sana wapo field, wapo kwenye media nyingi na wana uwezo mkubwa sana wa kufanya utangazaji, lakini JAB imekuwa kama sehemu ya kufuli lao kwamba sasa hawezi kupita hapo. Sasa kikubwa ambacho nimekiona ni kwamba inaweza ikatafutwa namna, kwa sababu hawa watu tayari walikuwa field na wengine tayari wameshakuwa na experience na tayari wameanza kuwa na ule expert kwamba sasa kuna watu wanaweza wakawa wamewaelekeza vitu viwili vitatu. Nilichokiona ni kumekuwa na ubishani mkubwa sana kwamba hawa watu wasaidiwe kwenye masuala mazima ya kusoma huku wanaendelea kufanya kazi. Yaani waendelee kusoma huku wanaendelea kufanya kazi wakitafuta hiyo ithibati. Lakini nimegundua kwamba bado wanasema kwamba wengine wametengeneza brand kwenye hizo media. Kwa hiyo ukiondoka mwaka mmoja au miwili unapotea na brand yako inapotea. Nikawa kwenye kichwa changu nikawa nimewaza kwamba wanaweza wakafanya jambo. Huyu mtu anaweza katoka akaenda miezi 6 akawa amepata uelewa walau wa namna gani unaweza kufanya kazi kwenye media. Halafu baada ya hiyo miezi 6 huko anaendelea kusoma, anaweza kuendelea pia kufanya kazi ili tuweze sasa kusaidiana katika hayo mazingira. Lakini hoja nyingine ya msingi ni kuangalia kwenye kuilinda hii taaluma, kwa sababu JAB wamekuja na hizi ithibati ili kuhakikisha kwamba tunalinda taaluma, ili kuifanya taaluma sasa hivi na kwa kila mtu anaweza akiwa na smartphone anakuwa mwanataaluma. Kwa hiyo wameamua kuleta hiyo ili kuhakikisha kwamba tunailinda taaluma. Kwa wakati huu ambao tunahitaji kuwasaidia hawa, tuhakikishe kwamba taaluma inaendelea kulindwa vile vile, isiwe tena kichaka cha kwamba nitaenda kwa sababu nitaweza kusoma huku nafanya kazi. Kwa hiyo hilo pia linatakiwa kutazamwa katika maeneo yote mawili. Upo kwenye media, naamini una uzoefu. Unadhani media zimeathirika kwa ukubwa gani kutokana na swala la JAB? Kwa sababu kama huna JAB manaki ni kwamba sheria haikutaki kabisa wewe kufanya shughuli zozote ambazo zinahusiana na masuala ya habari au taaluma hii hapa ya habari. Naweza kusema media zimeathirika pakubwa sana kwa sababu
yaani kwa upande namba moja zimeathirika pakubwa, kwa sababu walikuwa na watu ambao walikuwa wanaweza kufanya kazi na media zikaenda na walikuwa wamekwisha kutengeneza brand. Sasa wale watu wanalazimika kuondoka kwenye hizo media ili wakasome, na wengine kutokana na pengine kwa sababu ya huo usumbufu wameona waache kabisa wafanye mambo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaiona athari ya moja kwa moja. Kuna wengine walikuwa wamebeba brandi za radio, brandi za TV, brandi sijui za nini kila maeneo kwenye sekta nzima ya utangazaji. Sasa kama wanakwenda kuondoka, maana yake hiyo brandi aliyokuwa nayo inaondoka na watu wengine ambao walikuwa ni sehemu ya hiyo media. Kwa hiyo zimeathirika pakubwa, lakini kwa upande mmoja athari ambayo naweza nikaisemea ni chanya, ni kwamba wanasema uvumilie maumivu ya muda ili baadaye uishi vizuri. Yani uvumilie maumivu ya muda ili baadaye uishi vizuri. Hakuna sehemu ambapo mabadiliko yanakuja bila maumivu. Yani yeyote ambaye amefanikiwa leo alikubali kuumia ili kuifanya kesho iwe nzuri zaidi, kwa sababu leo utaumia kwa muda mfupi, lakini baadaye utakuwa vizuri. Kwa hiyo kwa upande mmoja wa athari hasi ni kwamba walikuwa tayari wana watu ambao wameshatengeneza brand na walikuwa wamebeba redio na TV na kila kitu, lakini katika upande mwingine wa faida ni kwamba hawa watu wakiondoka, basi tukubali tu kuanza kujenga upya ili tuwe na watu ambao wanaweza kuwa na taaluma, kwa sababu kuna wengine walifanya mpaka baadhi ya TV zikafungiwa. Kwa hiyo tukubali tu kujenga, tuanze upya ili kuhakikisha kwamba tunaiweka taaluma yetu katika urasmi. Unaambia nini wanahabari kiujumla? Wanahabari, ushauri wangu ni kwamba tuendelee kuzingatia maadili na taaluma yetu, tuipende taaluma yetu sisi wenyewe, tupendane. Ime-raise hoja hapo ndani wakati wa maswali na majibu kwamba wanahabari kuna muda ukienda sijui maafisa habari na waandishi kuna utofauti mkubwa sana. Yani kama watu wawili tofauti, wanajiona yuko juu mwingine yuko chini. Kwa hiyo kikubwa tupendane sisi wenyewe. Tunapokwenda kwenye maeneo, hata kama ni mwanahabari ametoka zake Dodoma, wewe unatoka Mwanza, mkikutana mnakuwa kama mmekwisha kuonana miaka miwili, kwa sababu mna share sehemu moja, wote mna share field ambayo inalandana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kukaa pamoja kwa muda mchache na mkawa mmeelewana. Kwa hiyo ushauri wangu ni tuishi vizuri, tuelewane kwa pamoja, maafisa habari ambao wanafanya kazi kwenye halmashauri na maeneo mengine, pamoja na waandishi ambao wako kwenye media na wale wa binafsi, basi tukikaa pamoja tunaweza tukaifanya tasnia yetu ikakua sana.